Bana, ni hipi siri gani ambayo Harmonize ameificha ndani ya ngoma hii ya Me Too ambayo mpaka kwa hivi sasa inakimbiza katika platform zote za muziki katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika mataifa mbalimbali. Nikupe siri moja tu kwamba siri ambayo Harmonize mpaka kwa hivi sasa katika digital platform tofauti amekuwa akikamata number 1 trendy. Ukicheki katika ukurasa wa Boomplay, yani inamaanisha kwamba katika platform za Boomplay, bado tena katika Spotify, ukicheki tena katika mtandao wa YouTube, ukijaribu tena kufuatilia katika mtandao wa Audiomack, nyimbo hii imekuwa ikisumbua kwa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwa mwaka huu mpaka mwezi huu hapa hivi wa 3 tunaelekea mwezi wa 4, Harmonize pamoja na Abigail Chams wamekuwa ni moja kati ya watu ambao wanatikisa au wanasumbua kwa asilimia kubwa sana. Ukijaribu kufuatilia nyimbo hii ya Me Too imekuwa ikipewa sikio na mashabiki wengi sana, tofauti kabisa na nyimbo nyingine nyingi ambazo zimetoka kwa mwaka huu 2025. Ni lipi ambalo Harmonize alikuwa amelipanga kwa mwaka 2025 kiasi cha kwamba ngoma hii imezidi basi kukamata nafasi kubwa, yani nafasi ya kwanza katika digital platform zote kwa kiasi kikubwa kwa kipindi hichi ambacho ni cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia ni kipindi ambacho ni cha Kwaresma. Watu wengi wanajiuliza swali hilo ambalo mimi hapa pia nimejaribu kujiuliza, ngaja kugundua kwamba mikakati ambayo wameipanga waligundua kabisa katika mwezi huu hapa hivi watu wachache sana ambao wataenda kuachia nyimbo katika kipindi hichi. Lakini pia nyimbo hii iliandikwa katika mithili ambayo ni grade A, naweza nikasema kwa namna hiyo, yani ile grade ya kwanza kabisa, top players, yani uandishi ambao umefanyika huko ndani, lakini pia melody plus beat. Sio kwamba ngoma nyingine huwa zinatengenezwa bila beat kali wala melody nzuri, bali kipindi hichi hapa ni kipindi ambacho ilikuwa nafasi kubwa sana nyimbo hii kuweza kupenetrate, kwa sababu kuna nafasi kubwa sana ya wasanii katika nchi ya Tanzania hawajaweza kurelease nyimbo zao, na mwisho wa siku wengi wao wakakuta kwamba nyimbo hii inazidi kukamata number 1 trendy katika kipindi chote katika digital platform zote almost mwezi mzima. Wiki ya 3 tangu nyimbo basi hizi kutoka katika platform ya YouTube, lakini pia ni wiki ya 3 katika digital platform tofauti. Lakini pia nikupe siri moja, imeongezeka wiki moja ya nyimbo ya furaha, yani wiki moja ilitoka nyimbo ya furaha, baada ya hapo ikakaa kidogo ikaja basi ikatoka tena nyimbo hii hapa ya Me Too. Hii inaonyesha ni ishara gani ambazo kwa mwaka 2025 maybe mikakati hii ikiwa imeendelea kuachia album kwake Harmonize, basi yawezekana basi album yake ikaja kuwa ni moja kati ya album ambayo inasumbua sana kama mpango na mkakati ukawa wa kinamna hii. Tumeshuhudia katika siku ya leo nyimbo yake Abigail Chams pamoja na Harmonize imeweza kupigwa katika BBC huko Uingereza, katika chati ambazo BBC imeweza kuingia, na chati hiyo BBC Harmonize pamoja na Abigail Chams wamefurahishwa sana na jambo hilo kiasi cha kwamba Abigail Chams ametamani Harmonize katika siku ya leo basi iftari ya siku ya leo basi iwe juu yake, yani amlipie leo ale ashibe alale. Bye bye for now.